Viongozi wa vyama vya siasa nchini watakiwa kuheshimu utawala wa sheria na kujiepusha kutoa kauli zenye ukakasi ili kulinda tunu ya amani iliyodumu kwa miaka mingi hapa nchini. Na katika michezo, klabu ya Simba inashuka dimbani leo kucheza na Petro Atletico ya Angola katika uwanja wa Benjamin Mkapa katika ligi ya mabingwa Afrika. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha asubuhi njema. Jina langu ni Kisa Mwepiana. Karibu na tunaanza na taarifa ya habari. Viongozi wa vyama vya siasa nchini wametakiwa kuheshimu utawala wa sheria na kujiepusha na utoaji wa lugha zenye ukakasi ili kulinda tunu ya amani, umoja, udugu na mshikamano iliyojengwa na waasisi wa taifa tangu Tanzania bara ipate uhuru miaka 64 iliyopita, wakati huo ikiitwa Tanganyika. Mwanahabari wetu Henry Kavirondo kutoka Mwanza ana taarifa zaidi. Sisi kama Waislamu tunapinga vikali chama chochote ambacho kina malengo ya kuleta vurugu katika nchi hii. Msimamo wa waumini wa dini hiyo umetolewa jijini Mwanza na mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya msikiti wa Ijumaa Shelali Hussein Shelali wakati akihimiza amani katika taifa. Tunaikubali tume ya Mheshimiwa Rais. Leo tume hii iliyoundwa na majaji wakuu wastaafu ni tume ya heshima. Na tume moja sio mwisho wa tume. Kama watu wataona kwamba tume haikufanya sawa, tume nyingine inaweza kuundwa. Lakini tusianze kabla hata tume haijaanza kufanya kazi kuanza kuleta maneno kama tunayoyasikia. Pia akawataka Watanzania kuendelea kuiheshimu Disemba 9 mwaka huu kwa kuwa ni siku ya kumbukizi maalum ya Watanzania baada ya taifa lao kupata uhuru wake mnamo mwaka 1961. Kwanza siku hiyo ni siku ya sherehe, ni siku kuu ya Watanzania kusherehekea uhuru wetu. Siku ya uhuru wewe unataka kuleta vitu ambavyo vitaharibu sherehe ya uhuru. Kwa nini usitafute siku nyingine? Lakini utamaduni wa kutafuta haki, kufikisha kile ulichonacho, si huo, hatujakuwa na utaratibu huo. Pamoja na mambo mengine, mwenyekiti huyo akaenda mbali zaidi kwa kuweka msisitizo wa kuendelea kuwaenzi waasisi wa taifa kwa kumbukizi njema kutokana na alama nzuri walioiacha. Haki ya kujitawala sisi wa Tanzania tumeipata kwa njia ya amani ambayo iliasisiwa na Mwalimu Nyerere na wazee waliokuwa pamoja naye wakiungana mkono katika ibada. Wasije watu waliozaliwa katika miaka ya 70 hii na 80 wakadhani kwamba vurugu ndio vilileta uhuru katika nchi hii. Nitoe shukurani nyingi na mkono wa kheri au nimpe maua yake mtukufu rais wao Mheshimiwa Rais kwa hapa alipotufikisha na kuunda kamati ambayo itakwenda kwenye maridhiano. Kwa hilo napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais na kumwombea Mwenyezi Mungu amwafikishe tufike katika mahali ambapo itakuwa ni amani. Kutokana na msimamo huo, waumini wa dini ya Kiislamu jijini Mwanza wanaungana na Watanzania wote wapenda amani ili kuendelea kuitakasa nuru hiyo ikiwemo umoja, udugu na mshikamano. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Asante Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Baada ya wakulima wa zao la karanga katika wilaya ya Karagwe mkoani Kagera kuanza kukamua mafuta ya karanga, taasisi ya utafiti na kilimo nchini TARI kituo cha Naliendele mkoani Mtwara imeanza kuwasambazia mbegu bora za zao hilo na kuwapatia elimu ya kilimo bora cha zao hilo. Mwandishi wetu Adam Malima ana taarifa zaidi. Akizungumza wilayani Karagwe mkoani Kagera wakati akikabidhi mbegu bora za karanga zilizozalishwa na taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI kituo cha Naliendele mkoani Mtwara na kuwapatia elimu ya kilimo bora chenye tija cha zao hilo wakulima karanga wa wilaya Karagwe, mtafiti wa kilimo wa TARI Naliendele Gerard Alex ameeleza kuwa TARI Naliendele imeamua kushirikiana na wafanyabiashara pembejeo za kilimo, taasisi binafsi na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kusambaza mbegu kwa wakulima na kuwapatia elimu ya kilimo bora cha kisasa na chenye tija. Mradi huu wa Accelerate tunafanya kazi bega kwa bega na wafanyabiashara pia kuhakikisha kwamba wanaelewa kwamba kuna mbegu bora za karanga na wao watumike kama mabalozi pia kuwafahamisha wakulima wao wale ambao wanaenda kununua nafaka waweze kuwaelekeza wapi wanaweza kupata mbegu bora za karanga. Mvua zikianza kunyesha ni muda wa kwenda kupanda. Na wakati wa kupanda lazima wafuate zile nafasi za upandaji. Kutoka mstari hadi mstari
ni sentimita 50, lakini kutoka 21 na 21 ni sentimita 10 na unapanda karanga moja moja. Wakizungumzia kilimo hicho mara baada ya kupatiwa mbegu pamoja na elimu ya kilimo, wakulima kupitia mradi wa mavuno wilayani Karagwe wameeleza kuwa kwa sasa wameanza kukamua mafuta ya karanga na kwamba wanahitaji kuzalisha kwa wingi kwa kuwa mahitaji ya mafuta ni makubwa. Kwamba mradi wetu mavuno tayari unayo mashine kubwa ya kuchakata karanga ili ziweze kutoa mafuta. Na mwaka huu tuliweza kujaribu, baada ya kuifunga hiyo mashine, tulijaribu mashine yetu iko tayari sasa. Hata tukipata mzigo mkubwa tunaweza tukachakata kwa kusaidia wakulima ili wapate mafuta. Kutoka Karagwe mkoani Kagera, Damalima cha Dareteni. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Fedha Elijah Mwandiumbia amesema mabadiliko katika sekta ya elimu ya juu hayaepukiki na kwamba ni vyema vyuo vya elimu ya juu kuongeza mitaala ambayo itawajengea wahitimu utaalamu wa kujiajiri katika kujenga uchumi na ukuaji wa teknolojia ya kidijitali. Akizungumza wakati alipomwakilisha Waziri wa Fedha Balozi Khamisi Juma Omar katika mahafali ya 51 ya chuo cha IFM, Elijah amesema elimu ya sasa inahitaji ubunifu na teknolojia ya tehama ili kupata wasomi wengi ambao wataweza kujiajiri na kutatua tatizo la ajira la sasa. Mabadiliko haya ni kwa ajili ya kuendana na mahitaji halisi ya jamii. Kwa mantiki hii, napenda kuwapongeza kwa juhudi zenu za kubuni na kuboresha mitaala ili iweze kuendana na mahitaji ya soko la ajira. Na wahimiza kuendelea kujipanga kutoa elimu iliyo bora na hasa inayolenga kuwajengea wahitimu uwezo wa kujiajiri na zaidi sana kuwa na ubunifu. Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha usimamizi wa fedha Josephat Loto akizungumza katika hafla hiyo ameiomba serikali kuendelea kuongeza jitihada za kuwasaidia miundombinu ikiwemo kuongeza majengo kutokana na ongezeko la wanafunzi. Upande wa utafiti ndugu mgeni rasmi, chuo kimeendelea kutekeleza jukumu hili kwa umahiri mkubwa sana na matokeo ya haya tunayoyafanya yamekwisha kuonekana. Tulianza na campus moja ya Dar es Salaam na sasa tumeweza kusogeza huduma zake karibu na wananchi kwa kuwa na campus Dodoma, Mwanza, Simiyu, Geita na kituo cha kufundishia cha Zanzibar. Naye Profesa Emmanuel Mjema ambaye ni mwenyekiti wa baraza la uongozi la chuo cha usimamizi wa fedha IFM ni kusimamia uendeshaji wa chuo katika nidhamu na matumizi mazuri ya rasilimali zake, huku akieleza kuwepo na changamoto kadhaa pamoja na kuwaasa wahitimu hao kuendelea kulinda amani. Katika kusimamia chuo, baraza la uongozi wa chuo limeendelea mosi kusimamia ubora na uboreshaji wa mitaala iliyopo ili kuendana na mahitaji ya soko na mabadiliko ya kiteknolojia. Tayari kwa chuo kuendeleza mambo mbalimbali ambayo yamefanyika, programu mpya ambazo zinazoanzishwa na ambazo zinaanzishwa. Filipina Ndwata, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela amewasisitiza wafanyakazi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira manispaa ya Tabora TUWASA kufanya kazi kwa kuzingatia weledi, uaminifu, uadilifu ili kutatua kero za wananchi zinazohusu huduma ya maji kwa wakati, hatua ambayo itasaidia kujenga imani kati ya wananchi na TUWASA, lakini pia pamoja na serikali kwa ujumla. Mwanahabari wetu Pendo Salu ana undani wa hii taarifa. Akizindua baraza la 6 la mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira TUWASA, mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela amesisitiza kauli nzuri kwa watumishi kama chachu katika kutoa huduma bora. Wateja wanakuja, sisi ndio tumepewa dhamana, sisi ndio wataalamu. Badala ya kumpokea, kumuelekeza changamoto alokuja nayo, uweze kumpa njia ya kupita akaweza kupata utatuzi na kuendelea na maisha yake, lugha anayokutana nayo kwanza inampa ukakasi hata yeye kuendelea kupata hiyo huduma anayoitaka. Mwisho wa siku anakata tamaa, anarudi huko anakorudi, lakini lawama zinarudi kwa nani? Kwa serikali, kwa sababu wewe uliokuwa hapa ni mwakilishi, mtumishi wa serikali, unawakilisha serikali.
Aidha, Wela ameitaka mamlaka hiyo kuendelea kushughulikia changamoto mbalimbali ikiwemo kudhibiti upotevu wa maji na watu kujiunganishia huduma ya maji kinyume cha sheria, hatua ambayo itasaidia kuongeza ukusanyaji wa mapato kwa mamlaka hiyo. Lakini pia hapa mkurugenzi, nikwambie kuna baadhi ya maeneo nilikopita jambo hili pia huwa halifanyiki tu na wananchi peke yao. Mara pengine, sijasema hapa ndugu zangu, natoa tu mfano. Unakuta pia kuna mtu mmoja ambaye anakuwepo ndani ya taasisi anashirikiana na watu hao, kwa sababu wengine inawezekana hawana hiyo taaluma ya kujiunganishia hayo maji. Wanafanyaje pasipokuwa na mtu huku ndani? Awali akitoa taarifa, mkurugenzi mtendaji wa TUWASA Mhandisi Bayunga Kashilimu ameeleza mikakati ambayo inaendelea kutekelezwa ili kuboresha utoaji wa huduma za maji, ikiwemo utekelezaji wa mradi mkubwa wa maji wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 23 wa kuyatoa maji kutoka bwawa la Igombe na kuyaunganisha kwenye mtandao wa maji ya kutoka Ziwa Victoria. Tunataka tutoe maji ya Igombe yaweze kuingia kwenye tenki la Ziwa Victoria. Ili kwamba tunapokuwa na changamoto ya maji ya Ziwa Victoria, basi maji yetu ya Igombe tuyasukume, tuyapeleke kwenye hilo tenki ili tuweze kuyaruhusu sasa kuingia kwenye mitaa au kwenye kata zote. Mradi huo mwenyekiti tayari ulipokelewa na wizara vizuri na umeanza kulipiwa tayari fedha malipo ya awali. Mradi una zaidi ya bilioni 23. Grace Liangamba ni mwakilishi kutoka Wizara ya Maji, naye akawasilisha salamu za wizara kwa utumishi wa TUWASA. Tuzingatie sheria, kanuni na taratibu, lakini pia tusaidie watumishi katika kuchukua changamoto zao na kuziwasilisha katika management ili ziweze kujadiliwa na pia ziweze kutolewa ufafanuzi wake. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amewataka wakandarasi watatu wanaotekeleza mradi wa maboresho ya miundombinu ya madaraja, barabara na maegesho ya malori wilayani Kongwa mkoani Dodoma kukamilisha miradi hiyo ndani ya kipindi kisichozidi majuma mawili ili kuwawezesha watumiaji wa miundombinu hiyo kutoathiriwa na mvua ambazo zimeanza kunyesha. Amani Mbando anakuja na taarifa ifuatayo. Ni katika ziara ya kukagua maendeleo ya miradi ya dharura ya madaraja, kuinua tuta la barabara pamoja na barabara za maunganisho madaraja hayo ambayo inatekelezwa kwenye maeneo hayo ambayo yamekuwa yakisababisha adha kwa wasafiri na wasafirishaji wakati wa misimu ya mvua. Miradi hiyo kwa pamoja inatekelezwa na wakandarasi watatu wazawa, ambapo mradi wa kwanza upo eneo la Mbande, mradi wa pili ukiwa eneo la Mtanana Kibaigwa na mradi wa tatu ukiwa eneo la Pandambili na Silwa. Mheshimiwa Waziri, eneo hili limekuwa likipata athari kubwa ya maji, hasa kutokana na mvua zinazonyesha mikoa ya jirani na Dodoma ukiwemo Manyara. Maji haya yamekuwa yakija kwa wingi sana kwa wakati mmoja, kipindi ambacho hata Dodoma hakuna mvua. Akizungumza mara baada ya kushuhudia maendeleo ya miradi hiyo, Waziri Ulega ameelekeza mkandarasi kampuni ya Kings Builders anayetekeleza mradi wa Mbande kukamilisha ndani ya wiki moja, huku mradi wa Pandambili Silwa unaotekelezwa na Technics Construction akielekezwa ukamilike ndani ya majuma mawili. Kwa hiyo nataka wiki ijayo watu badala ya kupita kwenye diversion wapite huku juu. Wakati huo ninyi mtakuwa mnaendelea na hatua za kuweka taa na hatua za kuweka alama, lakini kwanza watoke wahamie huku ili mvua itakapokuja isitukute huko chini tena. Kwa hiyo nakupeni wiki moja. Pia Waziri Ulega amesisitiza umuhimu wa wananchi kutunza miundombinu hiyo, huku baadhi ya wananchi wakipongeza serikali kwa kutekeleza miradi hiyo. Chonde tusikubali kwa namna yoyote sisi tukaambiwa tufanye kuichoma nyumba yetu wenyewe. Tutalala wapi? Hiyo tusikubali. Baba tumepokea kwa shangwe. Baba imekuwa ya kimataifa. Mtanana sasa hivi tuna mataa kama tupo mjini Dar es Salaam. Wiki moja tutakuwa tumeshamaliza kazi ya lami hapa juu. Baada ya wiki moja ile itakuwa ni kazi ndogo ndogo za huko pembezoni mwa barabara. Kwa ndani ya wiki mbili, Mheshimiwa Waziri, tunakuahidi tutakuwa tumemaliza hii kazi. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Baadhi ya wananchi wa mtaa wa Kwedi Nguzu katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga
hawana mahali pa kuishi baada ya nyumba zao kuezuliwa na mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali, huku pia mvua hiyo ikiezua baadhi ya majengo ya serikali pamoja na kanisa la Pentekoste lililopo kwenye mtaa huo na kusababisha waumini wa kanisa hilo kukosa mahali pa kufanyia ibada. Kwa undani wa taarifa hii tujiunge na mwanahabari wetu Ernest Mbezi kutoka huko Handeni. Wakielezea tukio hilo, baadhi ya waathirika wa maafa hayo ya mvua wakiwemo waumini wa kanisa la Pentekoste walioshuhudiwa na kamera ya Channel 10 wakiokota baadhi ya masalia ya paa la kanisa hilo wamesema, nilikuwa ndani katika nyumba yangu natoka msikitini kuja kusikia, ndio ikawa mvua imeanza, ukaja upepo mkali ndio ukababua nyumba, kuja kushtukia na shangaa ndani kweupe. Kwa hiyo ndio hivyo nikatoka kwenda kuambia majirani wenzangu, nihifadhini, nyumba yangu imebabuliwa na upepo. Ndio upepo ukaja, ulivyokuja ndio ukawa nafasi ya kutokea nje hatupati, ndio tukatoka hivyo na watoto, akabaki mama ndani. Alivyobaki ndani, yani ukawa upepo umeshakuwa mkubwa, kutoka hawezi. Kwa kweli tumesikitika, tena tumeumia kutokana na asali ambayo imetukumba. Ilikuwa ni maajila ya jana mida ya saa 9 jana. Kwa kweli upepo ulikuwa ni mkali. Kwa hiyo sasa hivi hatujui hata mahali ambapo tutakwenda kuabudu siku ya kesho. Afisa mtendaji wa kata Malezi Hassan Lugundi pamoja na mwenyekiti wa mtaa kwa Dinguzu Abdalla Mhando wanaeleza tathmini ya awali baada ya athari hizo zilizotokana na mvua. Nyumba 19 ambazo zinaitegemea sasa na kaya 19 zimeathirika kwa ajili ya tukio hilo. Hii ni miongoni ni pamoja na kanisa moja, lakini na ofisi ya mtendaji wa mtaa ambayo ilikuwa ya muda, pia kituo cha afya, jengo la maabara, pia kuna tukio limetokea. Hali ya wananchi bado hawana amani, kwa sababu wakiangalia juu mawingu wanasema kwamba sijui ile hali ya jana inaweza kujirudia tena. Kwa hiyo wapo na wasiwasi, asilimia kubwa wengi wamelala nje, wengine wameenda kuwazima kulala kwenye majumba ya watu wengine. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Handeni mjini ambaye pia ni naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia elimu Reuben Kwagilwa, baada ya kuwatembelea waathirika hao wa mvua, akiambatana na mbunge wa jimbo la Handeni mhandisi Charles Sungura, wamesema, Mheshimiwa mbunge wa vijijini ametuchangia shilingi milioni 1. Kwa hiyo na mimi hapo natoa mkono wa pole shilingi milioni 2. Kwa hizo milioni 3 wataona sasa namna angalau ya kumshika mkono kila mmoja wetu ambaye amepatwa na tatizo hili. Kwa hiyo mchango ambao tumeutoa tunajua ni sehemu ndogo tu ambayo haiwezi kuziba kila kitu ambacho mmekipoteza. Lakini tu kwa sababu na sisi tumeguswa, tuseme pole, mpokee na hicho kidogo ambacho tumekitoa. Kutoka hapa katika mtaa wa Kwedinguzu uliopo kata Malezi katika halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Na shukrani sana Ernest Mbezi kwa taarifa hiyo mtazamaji. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani. Michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika inatarajiwa kuendelea kutimua vumbi leo kwa vilabu kusaka alama 3 muhimu hatua ya makundi. Miongoni mwa vilabu vinavyoshuka dimbani ni Simba ambao watashuka dimbani kucheza na Petro Atletico Luanda ya nchini Angola. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu Eden Bahati. Mchezo huo unatarajiwa kuchezwa majira saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo kuelekea mchezo huo makocha na wachezaji wa timu hizo wameeleza kukamilika kwa maandalizi yake, huku kila upande ukizitaka alama 3. Zetu sisi yamekwenda vizuri sana, kwa sababu tunajua hakuna mechi rahisi. Hii ni mashindano ya club champion. Siku zote club champion hakuna mechi ambayo inakuwa rahisi. Kwa hiyo sisi tunauchukulia mchezo huo kwa umakini mkubwa sana, kuhakikisha tunafanya vizuri. Haitakuwa rahisi, lakini tumejipanga pamoja na ugumu wa mechi hiyo kuhakikisha tunapata matokeo katika mchezo huo. Kuwa tunafanya kila kitu tuweze kuwa bora, na tunafahamu kuwa ni mchezo mgumu na hauwezi kuwa rahisi. Kucheza na Simba wakiwa Tanzania, Champions League. Good preparation, and I think everyone is ready after that 20 that we played against JKT. Everyone is in great shape. Reach the 16 best clubs in the Champions League. Every game is going to be difficult, and I know a few players of Simba because kama nilivyosema, kucheza mechi ya kimataifa ni ngumu sana, na nawafahamu baadhi ya wachezaji kama Maema nimecheza naye, na wana timu ngumu sana,
lakini tumejipanga kuhakikisha tunafanya vizuri. Like you say, Mimi ni Eden Bahati na hii ni Channel 10. Na shukrani sana Eden Bahati. Na mtazamaji, ni kujuze tu kwa ufupi matokeo ya mechi za kombe la kafu ambazo zilichezwa hapo jana, ambapo hapa nchini Yanga walikaribisha AS FAR Rabat, ambapo walicheza mchezo katika uwanja wa New Amani Complex huko Zanzibar, matokeo ambayo Yanga waliibuka kidedea kwa kupata ushindi wa goli moja ambalo lilifungwa na mchezaji wao mahiri Prince Dube. Lakini pia Singida wao walikuwa huko Algeria, ambako walikuwa wakicheza na timu ya huko ya CR Belouizdad, ambapo matokeo yalikuwa kwamba Singida ilichabangwa mabao 2-0. Haya, na leo ndo hao Simba ambao wanashuka dimbani katika mchezo huo, lakini pia pamoja na Azam FC. Mtazamaji, mwisho wa taarifa yetu ya habari, na hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya uchambuzi wa vichwa vya habari.